ya hawa wamama. Haleluya. Kwa hivyo Mungu pamoja na mke wangu na wamama wote, jisikieni uhuru, jisikieni kumwabudu Mungu, jisikieni kumwambia Mungu tunakupenda baba yetu. Haleluya. Pia niseme kwamba wiki hili lote limekuwa wiki lenye utukufu wa Mungu na baraka za Mungu. Amen. Kwa hivyo nataka nichukue nafasi hii kuingia katika somo letu ambalo tunaingia katika sehemu ya 3. Bwana asifiwe. Tunaingia katika sehemu ya 3 kuzungumzia misingi. Amen. Kuzungumzia misingi ambayo inatusumbua, ambayo inatutesa katika miji zetu na kwenye familia zetu. Haleluya. Kwa hivyo nataka uchukue kalamu yako, notebook yako, kitabu chako, kwa sababu mambo nitakayozungumzia leo nataka yakusaidie. Amen. Wengi wetu tumekaa pasipo kujua ni nini kinachotuhangaisha ama kutusumbua, ila tuko ndani ya nyumba ya Mungu. Bwana asifiwe. Tunasema tumeokoka, tunaenda mbinguni. Lakini kuna mambo katika maisha yetu yasipotoka, itakuwa vigumu sana sisi kufanikiwa. Bwana asifiwe. Tukisoma maandiko inasema tutabarikiwa tukiwa hapa duniani. Haleluya. Kwa hivyo mbinguni tunapofika ni kumtukuza Mungu. Amina. Kwa hivyo kuna maisha tunafaa kuishi hapa chini ya jua, na kuna maisha ambayo tutaishi tukiwa mbinguni katika kiti cha enzi mali kuna Baba. Amen. Kwa hivyo asubuhi ya leo, siku ya leo, Jumapili ya leo, nataka kwamba ujiandae kwa ajili ya ukombozi wako na kwa ajili ya kufunguliwa. Bwana asifiwe. Kuna mtu alisoma sana, na katika masomo ya huyu mtu aliposoma, akasoma kwa familia yao na akafaulu. Amen. Lakini katika kusoma kwa hiyo familia kafaulu, kulikuwa changamoto. Bwana asifiwe. Watangulizi walisoma, lakini kusoma katika maisha yao walipokuwa nasoma, hakuna mtu aliyefanikiwa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ikawa kwamba kwenye hii familia tutasoma lakini hatutaajiriwa. Kwa hivyo unakuta kuna maprofesa ndani ya hiyo familia, kuna walimu, lakini hakuna mtu hata mmoja aliajiriwa. Ila mmoja wao aliposoma, akasoma na akafaulu. Alipo apply kazi, akafaulu hiyo kazi. Bwana asifiwe. Katika kwa ufaulu kazi, ikabidi wamuite. Na kazi hiyo haikuwa kwenye nchi hii, ilikuwa ni nchi ya nje. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakafanya maandalizi yote, kila kitu, mpaka akasafiri akaenda. Aliposafiri akaenda, akafika kule, akafanya kazi wiki la kwanza, la pili, wiki la 3, mwezi ukaisha. Amen. Wakati mwezi umeisha, kwa sababu ya ile madhabahu ama misingi ya kwao ikaongea. Amen. Hiyo misingi ilipoongea, akapigwa na ugonjwa, akaparalyze. Kwa hivyo hawezi ingia tena kwa ofisi. Wakajaribu njia zozote mali yako kule wamtibu, wakampeleka kila hospitali, lakini ikashindikana. Mwishowe wakaamua kumrudisha kwenye nchi yake. Haleluya. Walipomrudisha katika nchi yake, siku walimrudisha, akakutanika na mtumishi wa Mungu. Amen. Katika kukutanika na mtumishi wa Mungu, alipokuwa mtumishi wa Mungu anahudumu, huyu binti Roho wa Mungu akafunua. Kisha yule binti akaenda kushughulikiwa. Ndani mwake kulikuwa mizimu, kulikuwa misingi ya kwao iliyoanza kuongea, ilianza kuzungumza, ikasema tulisema kwamba watu watasoma lakini hawataajiriwa. Alikuwaje yeye aenda ajiriwe? Na hii familia tulisema hakuna kuajiriwa, kuna kufanya kazi. Kwa hivyo nataka nimsaidie mtu siku ya leo. Bwana asifiwe. Amen. Na siku ya leo nitashikilia vitu viwili tu
ambavyo vinasumbua watu wengi, vinatesa watu wengi. Mizimu wakati unaanza kuishughulikia itaongea. Amen. Maana ni misingi, na hiyo misingi ikianza kutanika na nguvu za Mungu lazima ianze kuchomeka. Amen. Na moto unaposhika ndani unakuta kwamba inaanza kukiri maneno walionena. Haleluya. Inaanza kuzungumza maneno walioongea. Kwa hivyo kuna watu wengi ndani ya nyumba ya Mungu wamekosa kujitambua. Ndani mwao wameishi na misingi ya manunguniko. Amen. Ndani yao wameishi na misingi ya manunguniko. Praise God. Kitu mimi mnajua, watu wanaopenda kunungunika sana ni watu ambao wamekaa kwenye uganga. Haleluya. Maana misingi ya uganga unungunika sana. Kwa nini? Kila dakika lazima iitishe sadaka ya damu. Kila wakati lazima itaongea kwa ajili ya kitu fulani. Ndio maana leo nataka kumsaidia Mungu mtu mahali alipo, kwamba angalia sana ndani mwako kusikue na roho ya manunguniko. Haleluya. Ndani mwako kusikue na roho ya manunguniko, kwa sababu manunguniko ni msingi ulio na nguvu sana utakao sitopisha mambo yako kuendelea. Haleluya. Manunguniko hufanya watu wengi wakose kufaulu. Sababu ukiomba leo Mungu akose kutenda, unaanza kusema kuna watu ambao Mungu amewaona lakini mimi Mungu hanioni. Amen. Kuna watu ambao walizaliwa wakiwa wamebarikiwa. Leo nataka nikwambie hivi. Maandiko inatuambia katika Yeremia 1 inasema kwamba Yeremia, siku hujawekwa hata tumboni mwa mama yako nilikuona na nilikujua. Siku umeingia kwenye tumbo la mama yako pia nilikuona na nikakupa hilo jina uko nalo. Siku uliyokuwa unazaliwa nilikuwepo, nikakubariki, nikakufanya mtumishi wangu, nikakufanya nabii. Bwana sifiwe. Inatuonyesha vizuri sana tulibarikiwa siku tuliyokuwa tunazaliwa. Haleluya. Ila katika misingi ambayo tumezaliwa, mazingira ambayo tumezaliwa, nafasi ambayo ulizaliwa ndani, mahali ambapo damu yako ilimwagika, hapo ndio ilianza tatizo. Hapo ndio msingi ulianza. Haleluya. Kama baba yako ama babu yako aliongea maneno yale yanafanya kazi. Praise God. Na ndio maana nataka leo mtu alisikilize vizuri, ni kwamba unaweza kuwa mtu mzuri sana, unaweza fanya kazi ya Mungu vizuri sana, lakini ndani mwako kwa sababu ya roho ya manunguniko pia umevunja wengi sana moyo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaweza kuwa mtumishi mzuri, unaweza kuwa mwimbaji mzuri, lakini kwa sababu ya ule msingi kabla haujatoka ndani mwako itakuwa ni shida. Kwa sababu ya nini? Kila atakaye kukaribia lazima atavunjika moyo. Haleluya. Kwa sababu maneno yanayokutoka sio mazuri. Kinywa chako ni sumu. Alafu tukianza kufuatilia tukuangalie, tutakuta maneno unayofanya ndio maneno bibi yako aliyafanya. Tukiangalia ndani mwako, maneno unayofanya ndio maneno baba yako na babu yako aliyafanya. Amen. Hasira iliyokuwa ndani ya Musa ndiyo hasira ilikuwa ndani ya baba ya Musa. Amen. Kwa hivyo kile unachofanya ni kile ambacho umerithi katika madhabahu na misingi ya kweli. Tunaenda kuangalia maandiko katika Ezra 6, tutaanzia mstari wa 11. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa hivyo jua ya kwamba chochote unakiona ndani ya maisha yako, chochote unaona kinafanyika ndani mwako, kiburi unachokiona ndani mwako sio tu kiburi, ni kiburi ambacho kimetokana na misingi ya kwenu. Haleluya. Amen. Kuna mtu ambaye ameokoka, akianza kuomba, anaomba anazama kwenye ndimi, lakini baada ya maombi ya dakika 5 ukimsikia maneno yanayomtoka unasema huyu hajaokoka. Kwa sababu ya nini? Kile ambacho kiko ndani. Haleluya. Kile ambacho kiko ndani mwake. Kwa hivyo tukitaka kushinda, tukitaka kufaulu, lazima misingi iliyo ndani mwako ivunjike. Amen. Haleluya. Kuna mtu hata kanisa mkipanga jambo fulani lazima alalamike. Unaona? Wanatafutaga tu, wanasai wanajua tumepata pesa. Sio yeye. Kama ni mwanaume jua kuna mzee anaongea kule ndani. Amen. Amerithi ule msingi na kutoka ndani na msumbua. Kwa hivyo chochote mtazungumzia atakuwa against nacho. Amen. Haleluya. Ule msingi unapokuwa ndani ya yule mtu, hakuna siku atakosa sababu. Hata uhubiri vizuri atanung'unika tu. Hata uongee vizuri atalalamika. Kwa sababu ya nini? Kile kiko ndani. Ule msingi uko ndani. Bwana asifiwe. That's why ni rahisi sana akwazike, akose kuacha kuja kanisa. Eti mfuate, mpembeleze ndiye aje. Usikwazike ili wakukujie wakupembeleze. Haleluya. Huo msingi utakusababisha ukose mambo mengi kutoka kwa Mungu. Eti kwamba lazima pastor akutafuta kupembeleze, unajua niliongea lakini kumbe niliongea by mistake. Hapana. Bwana asifiwe. Mchungaji anaposimama akikupa neno anarekebisha maisha yako. Kwa hivyo lazima kilicho ndani mwako kikubali kuondoka, na hakitakubali kuondoka pasipo wewe mwenyewe kukubali pia. Amen. Maana kuna mambo ndani mwetu lazima tukubali. Tusipokubali haiwezi fanyika. Usipolikubali neno la Mungu haitatendeka. Usipokubali kufundishwa haitatendeka. Lazima kwanza useme nimekubali kuanzia leo, kinachonisumbua mimi lazima kiondoke. Amina. Maana tunaweza fundisha miaka nenda miaka rudi, lakini wewe ni yule. Hakuna change, hakuna mabadiliko. Na wacha nikwambie mpendwa, wanaoona kwamba wanazungumziwa na Mungu sana ndio watu wamebeba vikwazo sana. Haleluya. Kwa nini? Kwa sababu wanaona Mungu anaongea nao. Lakini leo wacha nisaidie mtu, mizimu uongea hata kwa prophecy. Amen. Yule binti alipowaona wakina Paulo alianza kusema nini? Nyinyi ni watumishi wa nani? Wa Mungu. Haleluya. Anasema watumishi wa Mungu, lakini ndani mwake alikuwa anatumikia misingi ya kijiji na misingi ya nyumba yao. Za zile watumishi wa Mungu alikemea hiyo misingi, iliondoka. Amen. Iliondoka. Kisha akawa huru. Na misingi ilipoondoka, maandiko inasema wenye hilo eneo wazee wakakasirika sana. Nenda usome Acts of Apostle 16:19 pale utaipata. Bwana asifiwe. Nenda tafuta huko utaipata. Unasikia walipokemea yule pepo mchafu ikaondoka, wakakasirika, kwa sababu hapo nilikuwa uchumi wao. Maana yule binti alipokuwa akitabiria watu walikuwa wanatoa fedha. Amen.
Kwa mfano leo nikianza hapa kutoa prophecy, lazima nikwambie toa fedha ndio nikutolee prophecy. Ine? Si ndivyo sasa inaendelea? Usipoweka kuna prophecy. Amen. Kwa hivyo ni misingi ndio inaongea, na those people in the life yao hakunaga kitu wanaweza kubaliana nacho. Kama mnaenda left wanaenda right, mkienda right wanaenda left. Kwa sababu ya nini? Hawataki kusikiliza kile Mungu anataka afanye. Wanataka wasikilizwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikuambie mwaka huu lazima ukubali ikutoke. Na isipokutoka tutakushughulikia sawa sawa. Pea mwenzako high five. Mpe high five vizuri bwana. Ukiona mtu akupei high five, ujue hiyo misingi ndio haitaki. Bwana Yesu asifiwe. Ezra number 6 verse 11. Msomaji wangu, naomba msomaji aingie pale tuangalie kwa haraka haraka. Bwana asifiwe. Leo sitaki kupoteza muda vile. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kuna ugonjwa mwingine ndani ya mtu, msipouamkia hauwezi toka. Haleluya. Msomaji, naomba Windows unisomee uanze mstari wa 11. Ezra number 6 verse 11. Maandiko haya nimeyafundisha kuanzia Ezra number 1 mpaka number 6. Lakini nataka Mungu anisaidie kwa ajili nikusaidie uweze kusimama. Soma. Haleluya. Hakuna mtu mwingine. Soma 6:11. Inasema hivi. Pia nitatoa amri kwamba mtu awaye yote atakayebadili neno hili boriti na litolewe katika nyumba yake, akainuliwe na kutundikwa juu yake, tena nyumba yake ikafanywe jaa kwa ajili ya neno hili. Mstari wa 12 Biblia inasema, na Mungu huyu aliyelifanya jina lake likae pale, na aangamize wafalme wote na watu wote watakaonyosha mikono yao kuibadili neno hili na kuiharibu nyumba hii ya Mungu iliyoko Yerusalemu. Mimi Dario nimetoa amri na ifanyike kwa bidii nyingi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza vizuri. Nitaiangalia kwa Kiswahili alafu tutaisoma pia kwa Kiingereza. Bwana asifiwe. Ili kuna watu ambao hawapati Kiswahili vizuri wapate hilo neno vizuri. Haleluya. Neno la Mungu linaongea katika mstari wa 11. Na linaongelelea jambo lililo nzito sana. Bwana asifiwe. Maana Mungu ndio mwenye kuweka msingi. Haleluya. Na Mungu mwenyewe anazungumza ndani ya mfalme Dario na kusema mtu yoyote atakayebadilisha neno hili, mtu yoyote atakayebadilisha hili neno, na chukuliwe awekwe juu ya nyumba kwenye zile nguzo, kisha adungishwe. Haleluya. Kisha adungishwe pale, na ndani ya nyumba yake njaa haitaisha, na ndani ya hiyo nyumba mahali pake pataonekana kama mahali ambapo pameendewa, mahali watu wanaenda ile haja kubwa. Bwana asifiwe. Unajua mahali ambapo watu wanaenda haja kubwa ni mahali pachafu. Biblia inasema mahali pake patakuwa hivyo. Amen.
Kwa hivyo yoyote atakaye badili neno la Mungu, maana wana wa Israeli waliishi katika misingi isiyokuwa ya kwao. Wakati walirejea katika mji wao, wakaja kumjengea Mungu misingi. Haleluya. Lakini tunamuona kuna mfalme aliyekuwa wa kwanza aliyekuwa amewachukua, akasema ya kwamba lazima, mnakumbuka Biblia, kuna mfalme ambaye alishika Meshaki, Shadraka na Abednego. Akasema kila mtu lazima abudu miungu. Amen. Na akachukua vyombo vyote vya madhabahu ya Mungu akapeleka kwenye miungu yao, kwenye Dagoni. Sasa mfalme Dario anatoa amri na kusema atakaye badili hili neno na achukuliwe adundikwe juu ya nyumba na adungiliwe pale, awekwe hapo. Amen. Na kwake njaa ndani ya hiyo nyumba haitaisha, kwa sababu anataka kuangaisha watumishi wangu, na mimi Mungu nimetumana kupitia ndani ya huyu mfalme. Yoyote atajaribu kugeuza, ajue nitakutana na yeye. Na Biblia inasema nini? Na Mungu mwenyewe akasema, mimi Mungu, jina langu limewekwa pale kwa ajili ya huo msingi ninaoweka siku ya leo. Haleluya. Soma Kiingereza. Mtu wa Kiingereza asome hiyo Kiingereza hapo mstari wa 11, msikie vile inaongea vizuri. Ezra 6:11. Inasema, utakusaidia chombo ili wale watu nyuma wasikize. Leta microphone nyingine mpeana hapo sikwembi. Ndio twende haraka haraka. Bwana asifiwe. Ezra 6:11 says, also I have made a decree that whosoever shall alter this word, let timber be pulled down from his house. Rudia hapo. Let timber be pulled down from his house, and being set up, let him be hanged thereon, and let his house be made a dunghill for this. Unasikia Kiingereza vile nasema vizuri? Wacha nyumba yake ifanyike ni? Kiswahili sisi tunajua. Waingereza ni wengi. Bwana asifiwe. Wacha mahali pa nyumba yake pawe kama sehemu ambayo watu wameachilia nini? Kinyezi. Amen. Kwa hivyo wakati unakuwa ndani ya hiyo misingi, ndani mwako Mungu anapoanza kutoa misingi, anatengeneza, anaweka msingi wenye uhai. Amen. Ndio maana Joshua akasema kwamba tuwakusanye watumishi wote wa Mungu, tuwalete ili tujenge madhabahu ya Mungu juu ya msingi wa nani? Wa Mungu. Amen. Kwa hivyo lazima misingi ya kwenu ya mizimu iondoke, kisha msingi wa Mungu jengwe. Na inasema vizuri, nimeamrisha na nimeweka amri, yoyote atakayezubutu kugeuza hili neno atundikwe juu ya nyumba, na mahali pa nyumba yake kuishi kwamba ni mahali pachafu. Amen. Mstari wa 11 wa 12. Tunaenda mbio kwa sababu naokoa muda wa watu hapa. Ezra 6:12. And the God that hath caused his name to dwell there destroy all kings and people, and shall put to their hand to alter and to destroy this house of God which is at Jerusalem. I, Darius, have made a decree, let it be done with speed. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yoyote atajaribu kunyosha mkono wake ili aharibu madhabahu ya Mungu ama msingi wa Mungu, mimi Dario nimetoa amri. Mimi Dario natoa amri ambayo mimi Mungu anazo nguvu za kuangusha wafalme wote. Amen. Kwa hivyo nimeamua na nimesema ifanyike kwa haraka sana. Bwana asifiwe. Sikiliza vile Mungu anasema, nimeamrisha ifanyike kwa haraka sana. Ujue tunapoanza kuzungumzia mfalme Dario, hawa ni watu ambao walikuwa wanaabudu misingi. Lakini kwa sababu ya matendo ya Mungu,
ameamua vile anaona venye Mungu anafanya, akasema liwe liwalo, yoyote atajaribu kuguza wana wa Mungu, aguse madhabahu ya Mungu, nimeamua kwamba hataishi tena. Haleluya. Ndio maana leo nimekuja kukutangazia kwamba kila msingi wowote wa kwenu uliokuwa unaguza maisha yako, hayo ni madhabahu ya Mungu. Huo msingi hautasimama tena. Haleluya. Lazima ianguke ili wewe ukue huru, ili madhabahu ya Mungu yapate kuinuliwa. Amen. Ili nguvu za Mungu ndani mwako zianze kufanya kazi. Ile ulikuwa unaona imechelewa, kuna uwezekano Mungu aitende upya. Kwa sababu ya nini? Ukikubali msingi uondoke, kisha msingi wa Mungu ujengwe, umeimarika. Na unaimarika siku zote. Ndio maana Daria anasema na ifanyike kwa haraka. Kwa hivyo chochote Mungu anataka kufanya ndani ya maisha yako, ikiwa ule msingi utaruhusu moyo wako, msingi uliokuwa unakuhangaisha uondoke, kile unachohitaji kitafanyika kwa haraka, maana Mungu atakuwa ameamuru ifanyike kwa haraka. Tuendelee. Namba 13. Kiswahili inasema ndipo Tatenai liwali wa ng'ambo ya mto na Shedha Bozenai na wenzi wao wakafanya hayo kwa bidii, kwa sababu mfalme Dario alikuwa ametuma watu kwao. Endelea. 14. Nao wazee wa Wayahudi wakajenga, wakafanikiwa kwa msaada wa kuhubiri kwa Hagai nabii na Zekaria mwana wa Ido. Wakajenga, wakaimaliza kazi yao kwa maagizo ya Mungu wa Israeli na kwa amri ya Koreshi na Dario na Atashasta mfalme wa Uajemi. 15. Nyumba hiyo ikamalizika siku ya 3 ya mwezi Adari katika mwaka wa 6 wa kutawala kwake mfalme Dario. 16. Na wana wa Israeli na makuhani na Walawi na watu wengine katika hao waliohamishwa wakaiweka wakfu nyumba ya Mungu kwa furaha. 17. Na katika kuiweka wakfu nyumba ya Mungu wakatoa sadaka ng'ombe 100 na kondoo waume 200 na wanakondoo 400. Tena wakatoa mbuzi waume 12 kuwa sadaka ya dhambi kwa ajili ya Israeli wote kwa hesabu ya kabila za Israeli. 18. Wakaweka makuhani katika kura zao, wakawaweka na Walawi katika zamu zao kwa ajili ya huduma ya Mungu iliyokuwekwa Yerusalemu, vile vile kama vilivyoandikwa katika chuo cha Musa, sherehe za Pasaka. 10. Kisha wana wa uhamisho wakaifanya Pasaka mwezi wa kwanza siku ya 14 ya mwezi. 20. Kwa maana wakuhani na Walawi walikuwa wamejitakasa wote pamoja, wote walikuwa hali ya tohara. Wakachinja Pasaka kwa ajili ya wana wote wa uhamisho na kwa ajili ya ndugu zao makuhani na kwa ajili ya nafsi zao. Continue. Wacha hapo. Bwana asifiwe. Sikiliza ile andiko. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wafalme walikuja pamoja, waliagree. Amen. Na wakasema hii kazi ifanyike. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna yoyote atazuia hawa watumishi wa Mungu kujenga madhabahu ya Mungu na kujenga nyumba ya Mungu. Hakuna atakayezuilia. Tumeamrisha ifanyike. Na jinsi watumishi wa Mungu walipohubiri ile Injili, makuhani na watumishi wa Mungu wakaijenga nyumba ya Mungu ikakamilika. Ilipokamilika, Biblia inasema baada ya kukamilika wakaiweka nyumba hiyo wakfu. Lakini kuiweka wakfu, Biblia inasema nini? Wakaitolea sadaka. Wakatoa ng'ombe 100, wakatoa hesabu ya mbuzi,
wakatoa hesabu ya wale kondoo. Bwana asifiwe. Na Biblia inasema kulingana na hesabu ya makabila ya Wayahudi. Amen. Ndio maana wakati mwingine tunapozungumzia, Biblia imesema vizuri, baada ya nyumba ya Mungu kukamilika, waliifanyia wakfu. Na kwenye hiyo wakfu waliitolea sadaka. Na hiyo sadaka, maandiko inasema vizuri, kwenye hiyo sadaka ilikuwa inalingana na hesabu ya makabila ya Wayahudi. Amen. Nikifundisha kuhusu hili neno, angalia nyumba yako ina makabila mangapi ya Wayahudi. Amen. Kwa sababu ndani ya nyumba yako umezaa. Amen. Waliopokuwepo babu zetu walizaa. Hii inazungumzia kabila zetu. Bwana asifiwe. Nyumba yako. Ndio maana Biblia imesema makabila ya Wayahudi. Ile sadaka ilikuwa inasimamia. Mtu anapoenda kumpea Mungu dhabihu ama sadaka ya kuteketeza misingi ama madhabahu, unatoa sadaka kulingana na mji wako na familia yako. Amen. Maana hayo ndio makabila yako. Hesabu ya nyumba yako. Anayesifiwa. Nikiwa mzazi, nikitoa dhabihu yangu, natoa dhabihu ambayo ninajua ya kwamba inasimamia watoto wangu, mke wangu na mimi mwenyewe. Hayo ndio makabila yangu. Amen. Amen. Anayesifiwa. Kwa hivyo Mungu anazungumza na anasema ya kwamba wakati walifanya hii kazi yote, ndio Mungu aliwasikiliza. Amen. Maana misingi inapoondoka, unaona kwamba misingi inapovunjika, ndio utaona kwamba Mungu anaanza kujibu maombi ya watu. Haleluya. Kwa sababu sisi tumeishi kwenye hali ya kulalamika sana, na hiyo hali imeishi ndani mwetu, hata tukiomba maombi haijibiwi. Ukiomba ndio inakuwa shida sana, kwa sababu ya ule msingi haujatoka. Haleluya. Haujavunjika. Unakuja unaambia mchungaji, niombe kwa ajili ya ndoa. Pastor, kwangu kimeumana. Tunaomba, tukiomba ndio inakuwa zaidi. Kwa sababu ile manunguniko na ile kiburi umebeba. Kuna ladies hapa, ladies wewe. Fanyeni hivi kwa mama. Kwa mama pigeni makofi. Kuna wamama wako ndani ya hii huduma, upichwa ni mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Hata ufundishe kuhusu hii misingi, wakitoka hapa utaona tu mzee akiingia anafanya sijui hiyo style walitoa wapi. Mimi nashindwanga hiyo kitu. Haiwezi kuja. Bwana asifiwe. Ama unaona mdomo anafanya. Haleluya. Kiburi. Hata ukimuuliza anakuambia mimi pasa ati ninyenyekee chini ya mtu, atajua. Mimi atajua pia mimi nilizaliwa na mtu. Sio yeye, ni misingi inaongea ndani mwake, na kwa sababu ameiruhusu itawale, hata mkimuombea haibadiliki. Wacha nikwambie, hawa wanaume mnaona wanakunywa pombe. Kuna wengine wanakunywa ili akuje kwa nyumba amekuwa kisirani. Haleluya. Tunaona msemi amen. Kwa sababu mnajua. Amen. Mnajua kuna mwanaume anakunywa tu pombe akuje kwa sababu anajua mke wake ni kichwa mbaya. Wewe ni mama, hata kama anakunywa anakuja amechelewa, funjika, kubali kufanya majukumu ya hiyo nyumba. Huyu mtu atabadilika. Akiona leo amekuja umemsmailia, akuje kesho aone umempa smile. Hata kama amekuja amegonga, lakini unampa smile, unamtoa kiatu, huyo mtu ataona hapa kumeanza kupatikana amani, nitapunguza kukunywa. Haleluya. Wengine wenu ndio umefanya wazee wenu wakunywe, hawako wakunywe kwa sababu ya misingi ya kwenu. Haleluya. Hata nafundisha wengine wanasema hiyo pastor anasema wacha tu aseme. Lakini nitakwambia na nimekuambia leo, upende usipende, hata kama ni makama, tutakufunga, tukuscroll vizuri, tukutengeneze mpaka ufunguliwe. Haleluya. Kwa nini simu ikikataa kuwaka, ikizima tu unang'ang'ana mpaka iwake? Leo tutang'ang'ana mpaka utawaka. Hapo nakwambia tutang'ang'ana na wewe mpaka utawaka.
huo msingi lazima ukuondoke. Wacha kusema kuna watu walifanikiwa. Kuna mwingine alikuwa mahali anaongea na mwenzake, anaambia mama alipata bwana. Wewe unanijua mimi? Kama yeye angekuwa ananyenyekea, anafanya venye mimi naenda, ungefikiria tungeenda pamoja. Ingekuwa kichwa. Lakini aligundua, akajua lazima nirudi chini ili tuende pamoja. Amen. Kuna mambo lazima uyafanyie kazi. Amen. Unanielewa vizuri? Kuna msingi lazima ufanyie kazi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio nimekwambia chochote tutasema hapa ndani ya kanisa, kuna watu watavunjika moyo, kuna watu watakwazika kwa sababu hawataki iwe hivyo. Angalia mwenzako, mwambie unaonaje? Usikusanye umati, ukuwe na umati na hakuna mahali mnaenda. Fundisha watu wafunguliwe, kuliko ukae na mtu lakini ni yule. Amen. Do you know, wanandoa wale mlitokaga, msikasirike nikisema hii, Bwana asifiwe. Kuna wale walitoka kwa sababu tu ya waume wao, lakini kuna mtu mume alimwacha kwa sababu ya kiburi na maongeo. Sasa anakuja hapa anakuambia, pastor niombee nipate mwingine. Upate mgani? Rudi kwa yule. Rudi hapo. Haleluya. Niombee nipate mwingine. Atoke wapi? Kwani huyo ndio utaenda kuongea naye vizuri? Misingi ya kweli isipovunjika. Alafu nasikia mwingine anakuambia, pastor, na ulifundisha lakini niligundua hicho kitu ulisema. Niliona bibi yangu alikuwa anafanya jambo kama hilo. Lakini mimi pastor, wacha nikwambie, hapo na hapo huwezi nitoa. Sasa kama huwezi toka, tukusaidie namna gani? Lazima ukubali. Neno la Mungu linasema kubali. Wanasifiwa. Mungu akushughulikie. Wacha tuangalie Ezra namba 7 verse 1. Irukaruke mbio. Ezra 7:1. Nasema, ikawa baada ya mambo hayo, wakati wa kutawala kwake Atashasta mfalme wa Uajemi, Ezra mwana wa Seraya mwana wa Azaria mwana wa Hilkia mwana wa Shalumu mwana wa Sadoki mwana wa Ahitubu mwana wa Amaria mwana wa Azaria mwana wa Merayothi mwana wa Zeharia mwana wa Uzi mwana wa Buki mwana wa Abishua mwana wa Finehasi mwana wa Eleazari mwana wa Haruni kuhani mkuu. 6. Huyo Ezra akakwea kutoka Babeli, naye alikuwa mwandishi mwepesi katika sheria ya Musa aliyokuwa ameitoa Bwana Mungu wa Israeli, naye mfalme akamjalia matakwa yake yote kama mkono wa Bwana Mungu wake ulivyokuwa pamoja naye. 7. Nao wakakwea baadhi ya wana wa Israeli na wa makuhani na wa Walawi na waimbaji na mabawabu na wanethini ili kwenda Yerusalemu katika mwaka wa 7 wa mfalme Atashasta. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka upate kitu hapa. Tulipoangalia Ezra pale chini, tukaona walipoenda kufanya ile sadaka, Biblia inasema kwenye mwaka wa ngapi? Wa 3. Bwana asifiwe. Mwaka wa 3 ndio walienda kumtolea Mungu sadaka. Wakati mwingine unafaa kuangalia, mbona Biblia inasema mwaka wa 3, imekuja imesema mwaka wa 7. Haleluya. Ndio tena wameenda mbele ya mfalme. Amen. Kwa hivyo ukianza kuangalia, kuna jambo Mungu anajaribu kukufundisha. Amen. Maana sisi tumeishi katika karne ambayo ni tofauti sana na ile baba zetu waliishi, si ndio? Sasa ukiuliza mtu anakuambia tunaishi digital, si ndio? Tumetoka na that's why mnasema tumetoka analog, ndio maana tumechukua neno la Mungu kama unanielewa? Nisikilize vizuri. Tumelichukua neno la Mungu kama kawaida. Kwa sababu sisi sasa sio analog. Sisi ni digital.
Kwa hivyo mchungaji akifundisha afai kukemea dhambi, si ndio? Afai kuongelea jambo fulani. Mchungaji anafaa tu aseme mtabarikiwa, mtaenda mbinguni. Hakuna. Biblia inasema kwenye mwaka wa saba, tunapozungumzia saba tunazungumzia ukamilifu. Amen. Katika ule ukamilifu tena wakaamua kwenda mbele ya mfalme. Bwana asifiwe. Biblia imesema wameenda makuhani, wameenda watumishi wa Mungu, wameenda waimbaji, kila aina ya wale waliokuwa wanatumika ndani ya nyumba ya nani? Ya Mungu. Amen. Na kwenda kwao sio kwamba wanaenda tu, kuna jambo kila wakati wangeenda kumwambia Mungu, tumekuja kuleta sadaka zetu kwa ajili ya hali na maisha tuliyo ndani. Wanasikia? Maana mimi nimeishi kukataliwa na sijajua kwa nini ninakataliwa. Ninahudumu kwenye madhabahu lakini nimekataliwa. Kwa hivyo Mungu, nimekuja mbele zako kuleta sadaka hii kwa ajili ya nyumba yangu na kwa ajili ya watoto wangu. Haleluya. Maana mimi nimeishi mahali ambapo sikubaliki. Watu hawanitaki. Lakini kumbe kuna mtu katika familia yetu aliishi hawakumtaka. Ndio nimegundua leo, Mungu, nimeleta sadaka hii kwa ajili ya huo msingi uanguke. Haleluya. Hapa utaanza kuona watu wakiamua kusimama kwa Mungu, utaanza kuona ile mizimu iliyo ndani mwao itaanza kuongea. Amen. Ile mizimu itaanza kulipuka. Kama mimi ni kuhani, natarajia kwangu watoke makuhani, kwa sababu msingi ninaojenga, najenga msingi wa Mungu. Kwa hivyo ndani ya nyumba yangu watoke watumishi wa Mungu. Haleluya. Ndani ya nyumba yangu watoke waimbaji. Je, wewe unatarajia nani watoke ndani ya nyumba yako? Yesu asifiwe. Ni nani unataka watoke ndani ya nyumba yako? Kama mama yangu alikuwa mchawi, nisipodili na msingi wa uchawi, huo msingi wa uchawi utakuja kuchomokea ndani ya nyumba yangu. Haleluya. Kama familia ya wazazi wangu, hawa watu hawako wanatulia kwenye ndoa, hata nioe itafika mahali hiyo ndoa itakuja kuisha. Amen. Kwa hivyo angalia, jambo lolote linaweza sababisha, msingi unaweza sababisha ukose kufaulu. Kuna watu juu yake, kuna msingi juu yake, na juu ya huo msingi kuna waganga walijengwa, na juu ya huo msingi wa waganga kuna uchawi ulijengwa. Haleluya. Atio bibi yangu najua bibi. Angalia tabia ya huyo bibi. Ndio maana nyinyi mnazaa tu watoto, asubuhi jioni umemuita bibi yako, unajua tabia zake. Hajakuwa hata hajafika age kubwa, hajafika age fulani, unasikia tu kana kwambia hey, niko na boyfriend. Msingi wa huyo bibi age ya miaka 11 kako na boyfriend. Haleluya. Wacha niwaambie hivi, liliai ni udhi na bado mpaka saa hii na ni udhi. Siku moja niko kwenye huduma fulani, mtoto mwenye miaka 12, 11 akachukua ujauzito, na ni mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Iliniumiza mimi kuangalia yule mtoto miaka 12 anaweza aje kuwa na ujauzito. Hata wewe kama unatumia akili inawezekana, lakini akabeba ujauzito mpaka akajifungua. Wakati tunakaa na mama yake tunamuuliza, mbona huyu mtoto ukamruhusu akabeba ujauzito? Akaniambia, pastor, hii inakusumbua. Mimi mwenyewe nilizaa nikiwa na miaka 12. So mtoto amenifuata na ninafurahia kwa sababu kumbe kizazi changu. Sikiliza, kuna mambo lazima katika nyumba yako uiangalie vizuri. Ukiona katoto kameamka tu kajakuwa hata kajafika umri fulani, kanakwambia mama nibaie tumbo kati, jua hapa kuna tatizo. Si yako. Haleluya. Haya, hao wengine unaweza kuta una vitoto kwa boma ama kwa ploti, unaona kana time giza kanaenda kanajificha mahali, wenzake wakikuja kanatokea.
Anza kuomba, kuna naitirana kwa hiyo familia. Haleluya. Kuna misingi ya manaitirana. Unaweza tuma watoto wanaenda, alafu kamoja kanachomoka na ni saa 2 ya usiku. Kanaenda kanajificha mahali. Kanangojea wenzake. Kuja kanasema, "Ya." Wanatoka mimi, unatoka nini? Fikiria vizuri, anza kufuatilia, fanya maombi. Ambia Mungu, kwangu hakutoki naitirana. Haleluya. Watu wale mmekuwa mko hapa, ukiona kuna mtu ameoleka kwa ndoa, alafu wakati ameoleka kwa ndoa ndio unaona siku nyingine unamkuta na vijana vidogo vidogo hivi, unaona anaruka kamba. Hii na powder ndio sijui tena. Bwana asifiwe. Ujue ya kwamba hakuwahi cheza mchezo wa kalongolongo. Sasa ndio wakati wake. Sasa jua, ukiona mtu anaanza kufanya vitu kwenye familia vya kiajabu ajabu, jua kuna msingi ndani ya hiyo familia, na kwenye huo msingi ndio unasumbua maisha yako. Amen. Bwana asifiwe. Kuna katoto tu nakuta kametengeneza tuchupa kameweka mama. Anasema mimi ndio mganga maarufu hapa. Wewe jua kuna mganga maarufu, na mganga maarufu hata kama Pastor Paul hukuzaliwa ukampata, alikuwepo enzi zile. Alikuwa mganga maarufu. Sasa huyo mganga maarufu anaanza zoezi wapi? Kwa hiki kizazi. Alafu tunaanza kusema, unajua vitoto vyetu hivi. Haleluya. Mimi kwanza maombi nafanyaga kwangu. Nafanyaga maombi mengine makali. Nikiamua tu kusimama kuomba, hata afadhali niende 24 hours. Namwambia Mungu, najua familia niliyotoka ndani sio watu wazuri. Number 1, wakisimama kwenye disco lazima umati mzima uondoke. So mimi nisipofanya maombi kwangu, watu wakisimama kwa disco, utakuwa kubaya. Nafikiria mtu wako university, kumbe mahali yako sielewi. Lazima nidili na hiyo misi. Wewe unafanya ibada ya msingi gani? Haleluya. Nikifundisha hapo unaona tu kawaida. Wacha nikwambie, tukiendelea hivi kuna watu watakomea huduma. Na wacha wagome. Sio hao wanagoma, ni vile wajajikundua. Haleluya. Wacha gome kwa sababu hajaelewa kinachomkula. Akielewa atafunguliwa. Kwa hivyo nakusaidia wewe, Mungu akufungue. Kama kwenu baba yako ana msingi wa uganga, lazima huo msingi ushughulikie. Maana huo msingi utaanza kutesa nyumba yako, aidha kuingiwa magonjwa. Kwa sababu usipokubali, ni kama huduma ya Mungu. Usikataa huduma ya Mungu, mapigo yanaanza. Haleluya. Kwa hivyo usiposimama imara kwa msingi wa Mungu, msingi wa kweli utakumaliza. Maana kama baba yangu alikuwa anaishi uganga, ule uganga anatafuta watakao urithi. Maybe alitaka mjukuu wake mmoja, na kwa sababu yule mjukuu amekataa, utakuwa na magonjwa kwa nyumba yako. Na magonjwa hayaeleweki. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sister yangu anayenifuata nyuma alioleka. Haleluya. Kumbe mali ameoleka. Kuna huyu. Kuna huyu mgeni. Siku moja akaambiwa, akiwa amejifungua amemaliza wiki 2, akaambiwa sasa ujitayarishe, tutakuwa na wageni, na wale wageni haufai ukae kwa kiti. Unakaa tu chini. Yeye akasema kwa sababu niko kwa hii familia wageni si ni baraka. Yeye akatarajia wageni. Akakaa. Sitaki kusema hii kitu. Bwana Yesu asifiwe. Wageni wakakuja. 2 tena. Wakubwa wanaingia kwa mlango na siku. Alifaint, na kuanzia hiyo siku ndio ndoa iliisha hiyo. Haleluya. Sasa ndoa kuisha, akakuja na mtoto. Yule mtoto ametusumbua. Ilikuwa tu saa ya kutaka kukula, anaanza kulia. Hamkuli. Na si ati amenyimwa chakula.
analia mpaka kila mtu anakasirika, anaacha hiyo chakula. Haleluya. Ili tupeleka mpaka siku moja nikakasirika. Mamangu akiwa amembeba, amesimama anapembeleza ati sisi tukule tumalize. Nikamwambia mlete hapa. Huyu mtoto anatuchezea kwa sababu ni mkubwa, anafaa kutandikwa anyamaze. Kaokota kipoko nikashikilia, nikahangisha hivi, nikashika hivi. Akainuka juu, kakiuno kakakua juu. Akalia na sauti mpaka akazimia. Nikamwambia basi amelala. Amezimia, nasema amelala. Nikamwambia mlalishie. 2 hours mtu wanazifiwa. Hapana. Hebu mwagieni maji yakarudi. Haleluya. Sisi hiyo siku tukajua kinachosumbua huyu mtoto sio kulia. Kuna vitu vya kwao. Na vinaonekana vinadai mtoto arudishwe kwao. Tukafanya maombi. Hatukwenda kutafuta mtu, tulifanya maombi. Baada ya maombi wiki moja tulikuwa tumefast mimi na baba. Tukaombea mtoto. Tuliletewa ripoti kule mtu mmoja ameruka kichwa na nyoka 2 zimekufa. Kaambia Mungu mpaka wa leo hii huyo kijana aliangi. Hata si tulikuwa lazima umkasirishe. Ukisema tusonga huko anaanza kulia. Wewe nao utatufanya tutakuwa na amani. Kuna watu kwa nyumba yako wamekufanya unaga amani. Hao watu lazima washughulikiwe. Haleluya. Wewe unacheka naye, unafurahia, unasema haka kanaonekana kanalia kama sauti ni ya baba yangu kabisa. Hiyo sauti ni msingi wa baba yako kabisa. Wacha kwako kutoke wahubiri, wacha kwako kutoke wachungaji, waimbaji, nyimbo za injili, sio muhangala. Bwana Yesu asifiwe. Si wote tunajadiliana, tunakaa na mama alafu tunaulizana, huyu unamwona atakuwa nani? Ananiambia mimi nikimwangalia. Jana ndiye alikuwa tukiona wakishughulikia chairman wetu akiwekwa mahali anatakana. Nikamwambia mama, ninaona kwa hii nyumba kuna mtu atakuwa kama huyu chairman. Atakuwa chairman wa IBC. Mama akaniangalia. Akaniambia wangu, nikamwambia wako. Haleluya. Sasa sijui wewe unatarajia na nikamwambia chairman na ni pastor. Lazima aridhi kile kiko ndani mwangu. So kama wewe una dance, aridhi dance yako. Amen. Simama kwa miguu yako. Simama tu kwa miguu yako. Simama tu kwa miguu yako. Nyosha tu mikono yako mbele za Mungu. Sema Bwana Yesu, niko mbele zako asubuhi ya leo kwa ajili ya neno lako. Umesema nami kupitia misingi. Nimegundua moyo wangu unajaa vikwazo, manunguniko, pingamizi. Kumbe ni misingi ya kwetu. Leo hii ninatubu misingi hiyo iniachilie. Misingi ya kwetu ya kiburi, ya manunguniko, malalamiko itoke ndani mwangu. Bwana, nifanye kuwa chombo ndani ya nyumba yako. Bwana Yesu, ninajenga uhusiano wangu juu ya madhabahu yako. Yesu, kilichonichelewesha ni kiburi. Kumbe ni msingi bibi yangu alikuwa naye, babu yangu alikuwa naye, lakini leo ninaivunja huo msingi. Haina nguvu juu yangu, haina uwezo juu yangu. Nimeikana kwa mamlaka ya damu ya Yesu. Kila chochote walifanya kwenye familia, kila damu walikuwa wanaimwaga kila mwaka, katikati ya mwaka, tukianza mwaka, mwisho wa mwaka, hiyo damu leo hii inavunjika. Maneno waliotamka, kila
kila maovu walifanya, kila mauaji walifanya. Ndio maana leo ninateseka, ndio maana leo nimehangaika. Hiyo mauaji ninaikataa ndani ya maisha yangu, ninaikataa kwenye kinywa changu, ninaikataa kwenye mwili wangu. Kila ushirikina wa uganga, wa uchawi, ninaukataa kwa jina la Yesu. Kila ufalme waliojenga watu wa nyumba yetu, watu wa nyumba yetu, huo msingi haukuwa wako Baba, leo nimeukataa, leo nimeukataa. Ninaita damu ya Yesu, ninaita damu ya Yesu, ninaita damu ya Yesu ikanikomboe, ikaniweke huru, ikanitakase katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Huo msingi wa kiburi, huo msingi wa malalamiko itoke ndani mwangu, itoke ndani mwangu. Imefanya sijaishi kwa amani, sijaishi kwa upendo. Leo hii ikaondoke kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Asante Yesu, maana nimewekwa huru. Asante Yesu, maana nimekombolewa. Asante Yesu, kwa kuwa umenitakasa, kwa kuwa umeniweka huru. Misingi ya kwetu imeondoka kwa jina la Yesu Kristo. Baba, nabariki hao wana na wanenea dakika hii, wafunguliwe, wawekwe huru. Waliofungwa na misingi ya kwao, waliofungwa na madhabahu ya kwao, ipate kuvunjika. Naomba kibali cha Roho Mtakatifu. Yoyote ana misingi, yoyote ana madhabahu ili mfunga, ili mkamata, Bwana, siku ya leo inavunjika. Wengine wamefungwa na misingi ya magonjwa, misingi ya magonjwa katika familia yao. Wengine wananyongwa na mizimu usiku. Leo hii inakwisha, leo hii inavunjika. Roho Mtakatifu wa Mungu, tenda mema, tenda kwa huyu mzee, tenda kwa huyu mama. Asante Mungu ishie milele, na ni kwa jina la Yesu nimeomba. Tumpe Yesu makofi. Mungu awabariki na watende mema.